Mtazamaji wa PMTV Tanzania, karibu katika update za PMTV. Tupo hapa tena kwa ajili ya mwendelezo kukujuza mengi yanayotokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini kabla sijaenda kule, na kukumbusha tu kwamba tupo na PMBet ambao wao ni mabingwa kwenye michezo ya kubashiri hapa nchini. Shiriki na PMBet ili uweze kuwa sehemu ya ushindi wa zawadi mbalimbali ambazo zinatolewa, ikiwemo magari aina ya Toyota IST pamoja na Toyota Harrier. Sasa mkononi hapa ninayo update kutoka huko Benin, ambapo serikali ya Benin imesema imezuia jaribio la mapinduzi, na saa chache baada ya kundi la wanajeshi kutangaza kupitia televisheni ya taifa kuwa wamechukua madaraka ya uongozi wa nchi hiyo. Rais wa Benin, Patrice Talon, alionekana kwenye televisheni akiwatoa hofu wananchi, akisisitiza kuwa hali ya usalama iko katika udhibiti kamili. Kufuatia tukio hilo, alilipongeza jeshi kwa kuonyesha moyo wa uwajibikaji na kubaki waaminifu kwa taifa licha ya uzushi huo wa kijeshi. Mapema Disemba 7, 2025, yani siku ya jana majira ya mchana hivi, kundi la wanajeshi lilitangaza kupitia televisheni ya taifa kuwa limemuondoa madarakani Rais Talon na kwamba limechukua mamlaka ya nchi. Walitangaza kusitisha katiba, kufunga mipaka yote ikiwemo ya ardhini na anga, na kumtangaza Lieutenant Colonel Tigre Pascal kuwa kiongozi wa baraza la mpito la kijeshi. Wanajeshi hao walimshutumu Talon wakidai ameshindwa kuiongoza nchi ipasavyo. Taarifa za awali kutoka ubalozi wa Ufaransa nchini Benin zilieleza kuwa milio ya risasi ilisikika karibu na makazi ya rais huko Cotonou, ikiongeza sintofahamu wakati tukio likiendelea. Rais Talon mwenye umri wa miaka 67 anatarajiwa kumaliza muhula wake wa pili mwaka ujao 2026, huku uchaguzi mkuu ukipangwa kufanyika mwezi Aprili. Kwa hiyo taarifa rasmi hiyo ya serikali ya Benin imesema imezuia jaribio la mapinduzi baada ya taarifa nyingi za mapema siku ya jana zikithibitisha kwamba kikosi hicho kimetangaza udhibiti wa nchi. Lakini baada ya muda wanajeshi pia walio kuwa wanasimamia usalama wa nchi walifanikiwa kudhibiti jaribio hilo la mapinduzi, ambapo kwa hivi karibuni nafikiri kumekuwa kuna mfululizo mkubwa sana wa hizo habari za mapinduzi ama za jeshi kuchukua nchi kwa nchi za ukanda wa Afrika Magharibi. Tangu kwa serikali za hivi karibuni, takriban nchi 4 hivi za huko magharibi mwa Afrika kama Mali, pia Burkina Faso, zote hizo zipo chini ya uongozi wa kijeshi. Ipi itakuwa hatima ya Benin? Rais Talon atafanikiwa paka kufikia uchaguzi hapo mwakani, ama huenda wanajeshi hao watarudi tena na nguvu nyingine? Endelea kufuatilia update za PMTV Tanzania.